na kwamba Roho Mtakatifu ni msaada wa ajabu. Roho Mtakatifu msaada wa namna gani? Wa ajabu. Nikiwa namaanisha mwenye uwezo kutusaidia katika kila hitaji. Roho Mtakatifu, kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu ni jibu la maswali yote ulionayo. Ni jibu la matakwa yako yote ulionayo. Maana yake Roho Mtakatifu anahusika kushughulikia maisha yetu sana. Na ndiye tuliachiwa. Nikupa picha nikikwambia Roho Mtakatifu jinsi ambavyo alionekana akiwasaidia watu. Wakati mfalme wa nchi ambaye anaitwa Farao akaota ndoto inahusiana na njaa miaka 7 na lishe miaka 7. Lakini ikabidi atafute mtu atakayeweza kumsaidia kuepukana na hatari ya njaa. Hakutafuta wataalamu waliosomea masuala ya kiuchumi, bali alitafuta mtu mwenye sifa ya kuwa na roho wa Mungu. Anauliza, tupate wapi mtu ambaye roho wa Bwana yuko ndani yake? Ndiye atakayeweza kufiti kutusaidia kwenye habari ya uchumi, kwa habari ya njaa, kwa habari ya uhitaji ulioko mbele yetu. Kwa hiyo msaada haukuwa Yusufu, msaada ilikuwa roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Yusufu. Hata kama angepata mtu mwingine ambaye sio Yusufu lakini akawa na roho wa Bwana, maana msaada unafanywa na roho wa Bwana, basi angepata msaada. Wakati Samsoni ana hatua za kwenda kuoa, amejipanga kabisa kwenda kuoa, nyumbani wakamjaribu kumzuia. Unajua unapotaka kuoa kuna vita vinaweza kuinuka. Hata mimi nilipotaka kuoa vita viliinuka. Sio hivi. Shetani anajua ina maana gani swala la kuoa na kuolewa ni baraka. Haleluya. Amen. Alipoinuka wazazi wakamzuia. Unawezaje kwenda kuoa kwa watu hawa? Wazazi wakamwambia haiwezekani kuoa kwa hao watu. Hatuwezi kuoa hilo kabila. Hatuwezi kuoa mtu wa rangi hiyo. Uwezi ukaoa ukatuletea mtu wa namna hiyo. Yeye hawakujua kama jambo hilo limetoka wapi. Yeye amelihakikisha limetoka kwa nani? Kwa Bwana. Akashinda hicho kikwazo. Sasa aliposhinda kikwazo cha wazazi, wakati amefunga safari ameanza kwenda, mara yuko hapo simba akatokea njiani. Simba akatokea njiani. Kitabu cha Mwanzo cha Waamuzi 14 mstari wa 1 mpaka wa 8. Amekutana na simba njiani. Yule simba akaunguruma. Kuunguruma maana yake nini? Ni kutisha, vitisho. Yaani simba akiunguruma ni silaha ya matisho, maogofyo. Akamtisha aogope. Kama kuoa ni hivi, basi hataniache. Mbona vita imeinuka hivi? Kijana wangu mmoja akachumbia. Alipochumbia, baba yake aliyemzaa aliachanaga na mama yake, akaenda kuoa mwanamke mwingine. Alafu alipooa mwanamke mwingine, sasa huyu mama naye akaolewa tena. Sasa alipochumbia huyu kijana, akawaeleza nyumbani kwao kwa mama yake, na akaenda kwa baba yake, haijalisha ameoa mwingine, akaenda kumwambia baba naoa. Baba akawasema hamna shida kijana wangu, wewe endelea na ratiba zako. Wakapanga, wakakaa pamoja, wakaja kwenye hii familia ambako mama yake yupo, baba akaja, wakapanga. Akasema sasa utatoa nini? Akasema mimi nitatoa mbuzi na gunia moja la mchele. Mwanamume, baba wa mtu wa kijana. Alipopeleka zile taarifa huyu baba kwa mke wake sasa, mke akasema yule kijana wako kwanza hajawahi mimi kunieleza hilo swala. Huwa anakueleza wewe peke yako. Kama kweli mmepanga hivi, nataka yeye mwenyewe kijana wako aje anielezee. Mama wa kambo anasema aje anielezee yeye. Vinginevyo mimi sitashiriki. Bwana asifiwe. Amen. Ni vita tu vinainuka. Simba akainuka akaunguruma. Sasa ikaonekana kama huyu kijana kuoa kwake kuna hatarisha ndoa ya baba yake. Nikamwambia huo msaada achana nao. Mungu atakufungulia mlango mwingine. Sio lazima ukachukue hilo dunia la mama wa kambo, achana nao. Baba kama ataona inafaa, usije ukavuruga ndoa ya watu, achana nao. Haleluya. Ukianza hatua za kuoa, kuna simba njiani anaweza kukuungurumia. Usipoangalia unarudi nyuma kwamba nitaoa mwaka 2030. Unaweza kusema huu sio wakati wa Bwana.
Kumbe ni wenyewe kabisa. Simba alipounguruma, kilichomsaidia Samsoni, mstari wa 6 Biblia inasema Roho wa Bwana kaja juu ya Samsoni, alafu Samsoni akakamata yule simba akamlalua kama analua katoto kambuzi. Amen. Nini kimemuua simba? Sio Samsoni, Roho Mtakatifu ndani ya Samsoni. Amen. Ukijaa Roho Mtakatifu wewe sio mtu wa kawaida eti. Haleluya. Kwa Roho Mtakatifu ni msaada wa ajabu sana hata kama kuna vita iko mbele yako. Na ndio maana Zekaria sura ile ya 4 mstari wa 6 na wa 7, sio kwa uweza wala kwa nguvu bali kwa Roho yangu asema Bwana. Nani mlima unayesimama mbele ya Zerubabeli? Maana yake vita inapoinuka una nini cha kukusaidia? Bwana asifiwe. Haleluya. Tuliendelea lakini nisije nikarudia nikakomea pale tulipoishia. Wacha tuendelee. Haleluya. Tulijifunza jana, tukaanza na hatua ya kwanza. Ili sasa ujaze Roho Mtakatifu, nini kifanyike? Jambo la kwanza, ili uweze kujazwa. Kuna watu watatamani kujaza Roho Mtakatifu kwa sababu wanajua Roho Mtakatifu ana umuhimu kwao, ila wasijue njia ya kumpata, wakatamani na isiwazalie matokeo. Kiu yako ya kumhitaji Roho Mtakatifu ifanikiwe kwa kumrikiwa na kuongozwa na kufundishwa yanayokupasa, ili Roho Mtakatifu apate nafasi. Tulisema jana, jambo la kwanza ili ujae, ondoa uchafu. Yaani ondoa dhambi. Tuliona kitabu cha Ezekia 47 mstari wa 11. Palipo na matope, maji yale yanayotoka madhabahuni hayawezi kufanya chochote pale, hayawezi kuponya pale. Lazima uwe mtakatifu. Utakatifu kwa sababu unayetarajia kumpokea ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lazima uwe mtakatifu. Uache dhambi. Kama una chuki, achilia moyoni mwako, samehe. Kama kuna tabia fulani unaendelea nazo za siri, zinaweza kuwa kikwazo kikubwa cha kuzuia wewe kupokea Roho Mtakatifu. Lakini pia ukiwa na mabaki ya dhambi, unajua kuna watu wana mabaki ya dhambi. Shetani huwa hana nguvu ya kung'ang'ania kukaa kwa mtu kama mtu yule hana vitu vinavyoungamanisha na ule ufalme. Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Yesu kamwombea mtu mpaka makoya mpaka ukachoka kama anazama. Siku moja tukawa tunamwombea mtu, Bwana mponye, mfungue. Maana tunapoomba hivyo tunaomba uwepo wa Mungu ushuke, halafu ufanye kazi. Omba saa 4, omba saa 5, omba saa 6, omba saa 7, omba saa 8. Kasema hii biashara mimi siwezi kufanya sasa. Hebu kaambia wanawake, hebu kufanyia research. Ilikuwa ni uhakiki. Hebu nenda naye kwenye chumba fulani mfanyie research. Kumbe ameninginiza vitu kiunoni. Amefunga vitu kiunoni vya kimira. Sasa hapa tumekembea mpaka makoya yamewasha, yamechemka. Unakunywa maji sawa. Kwa nini anang'ang'ania hivi? Kumbe kuna mabaki ya zana. Niliwaambia jana. Yaani mtu kama una nyaya ya umeme au una bangili. Nyaya ya umeme si ni kipitishi umeme, ni njia ya umeme. Kama kuna transformer wakiwasha, umeme unafika kwako. Maana yake kama una nyaya ya umeme, kama una matendele, una kaniki, una madawa ya kienyeji, una mashi tongo, wakahaka bantuzu. Hayo yote mazana ya ufalme wa shetani. Ile madhabahu ndio transformer. Madhabahu ya ukoo wenu, madhabahu ya waganga ndio transformer. Ukijiingiza tu kwenye vitu hivyo vya kishetani, tayari transformer inapowashwa, moto unasafiri kwenye njia zake. Na wewe una sehemu ya njia, uko kwenye line, lazima ukufikie. Haleluya. Omba baada ya kuyakata yale. Kwani kuna kazi basi ya kukemea? Nikusema tu kwa jina la Yesu, shetani ondoka, na mapepo yakasema tunaondoka. Maana hayana chake. Lakini unapong'ang'ana na huko ni kufungwa, adui anawakandamiza fahamu watu. Anahisi kwamba hizo zana kuna siku zitamsaidia.
Niliwaambia ukitaka kuvunja mji na shetani, usiondoke na suruali yake. Asije akasema mbona aliondoka na suruali yangu ya special ile ninayoipenda, ngoja niifuatilie. Alafu akija mnarudisha mji. Ya chaka kete ya labo yangu. Bebe sekera kiharu ya chaka motoro bebe. Hangorole kama uchimye nda yako ufuma na surubale yangu shiwa. Ya chaka kete kwe. Osole surubale yo ayitokiro gete. Gekurala kirule ale ifatashi. Ulala ifate nomero yashina kama nambuki. Nishogele du. Amukale mahabana marangu na ale makatu na saya du ina yela kilio tushoshe. Bwana sifiwe. Sasa ukiwa unafanya vitu vya namna hiyo kwa shetani, maana bwana harusi tunayemtarajia ni nani? Wewe ni mchumba wa mtu. Akigundua una mzunguko huko anakuacha. Umechumbia baadaye mtu unamwona na mimba. Unaendeleza uchumba. Umechumbia mtu baadaye unamkuta yuko sehemu anapimwa magauni. Analipiwa na hela, analipa pale ile. Unamkuta anasuka. Alafu kama mkaka kanalipa na hela. Fundi saluni, shingapi sasa unamdai huyo baby wangu? Hai. Alafu nao ukakuta kabisa huo mkaka. Unaendeleza uchumba. Na Yesu hawezi kuendeleza uchumba kama wewe unaendelea tena kuwa na mahusiano. Unapewa mpaka na matumizi. Bwana asifiwe. Ukitaka kumfuata Roho Mtakatifu aje juu yako, lazima uwe mtakatifu, kwani yeye ni mtakatifu. Asije akaona kitu kwako kilicho najisi. Kwenye kitabu cha Torati 23 mstari wa 14, Bwana yuwatembea katika kituo chako ili afukuze maadui mbele yako, na kiwe kitakatifu kituo chako. Asije akaona kitu kisicho safi au kilicho najisi akageuka na kukuacha. Yesu huwa hawaacha, ninyi ndio mnaanza kumwacha. Kwa hiyo ili ujaze Roho Mtakatifu lazima uwe mtakatifu. Acha dhambi, tubu dhambi, tabia zisizofaa jitenge nazo. Unaweza kusema wewe sio mdhambi, wewe ni safi. Mawazo yako unayowaza ni mabaya, una chuki umetunza, mwizi wa zaka, alafu una kiburi, sio mnyenyekevu. Hizo ni dhambi. Ondoa makando kando, Roho Mtakatifu anakuja. Atashuka Roho Mtakatifu bila kutumia nguvu kubwa. Ila kama kuna dhambi, ni ngumu sana hata kama wengine wanajazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza mambo ya nyumba, Bwana ajapo apate kupita. Bwana hapiti palipo pachafu. Namna nyingine ya pili baada ya utakaso, mfahamu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ili kusudi aingie kwa mtu lazima awe mtakatifu. Lakini lazima mtu mwenyewe amfahamu nani? Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza hadi wa 6, utaandika Matendo 10:44 pia. Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza hadi wa 6. Aliwakuta akawauliza, mlipokea Roho mlipoamini? Wakasema hata hatumjui, hatujawahi kusikia. Aliposema hata hatujawahi kusikia, ilibidi waanze kuwafundisha. Mlibatizwa ubatizo wa namna gani? Walipofundishwa Roho Mtakatifu ni wa hivi na hivi, wakaweka kiu na shauku. Unajua ukishapata ufahamu, unakuwa na kiu au unachukua hatua. Kwenye kitabu cha Matendo sura 28 mstari wa 26 na 27, shetani anafunga fahamu, anapiga upofu. Watu wakisikia wasielewe, wakiona wasifahamu, wasije wakabadili nia zao. Bwana akawaponya. Uponyaji unakuja baada ya hatua. Yaani uwepo wa Mungu kuja unakuja baada ya mtu kuchukua hatua. Na kuchukua hatua kunakuja baada ya kuelewa. Kuelewa kunakuja baada ya kufundishwa. Ila macho na masikio ya rohoni yawe wazi, anafanya kazi. Shetani anajitahidi kuziba kwenye mlango wa fahamu. Anaziba macho ya kiroho, anaziba ufahamu wa kiroho, ili utakapofundishwa usielewe. Hata sasa hivi nafundisha kwamba sijui nyaya za umeme nazungumza, alafu mtu haelewi tu. Dawa zake ziko kule nyumbani amezianika, akitoka kanisani ni pagila.
Kuno ulomberwa uloshiko kweno kwa hano. Ikana kana mpiricha kana lala kisoka. Ukwela hangiro bocha. Ni ngumu kuona neema ya Mungu. Yaani unaweza ukachelewa kumuona Bwana. Watu wanafunguliwa, wewe unabaki. Kwa nini? Bado na mabaki. Hayo mabaki yanakuwa mwiba, yanakuwa mjerebi, yanakuwa sindano machoni, yanakuwa kikwazo. Hayo mabaki. Biblia inasema kama hamtaki kuyaondoa yale mabaki, na mimi siyaondoi. Kama hamtaki kuwafukuza hao wenyeji wa nchi ya Kanaani, hao walioko huko, na mimi siwaondoi. Ila kama nilivyokusudia kuwatenda wao, nitawatenda mimi. Hayo mabaki yanakuwa mwiba. Joshua 23 mstari wa 13. Yale mabaki yatakuwa mwiba, yatakuwa kikwazo, yatakuwa kichomi. Ndio yanayokuzuia kufikia baraka zako. Ndio yanayokwamisha usipokee uweza wa Bwana. Kwenye Hesabu 33 mstari wa 55 anasema, lakini kama hamtaki kuwafukuza hao mabaki, na mimi siwafukuzi. Nitawaacha wawasumbue katika nchi mnayoikaa. Yaani hao ndio wataendelea kuwasumbua licha ya kutoka Misri mkaja Kanaani, lakini wale wa Misri wataendelea kuwatesa. Wale mliowabakiza wataendelea kuwasumbueni mpaka mshindwe hata kumiliki mlivyopaswa kumiliki. Watawanyima uhuru wa kukaa Kanaani. Yaani umetoka Misri ukaja kanisani, lakini kuna mabaki umebaki nao. Hao mabaki watakufanya uishi kwenye wokovu, lakini kwa kuteseka wanaendelea kukusu. Papa tunahisi jamani, usi ameokoka siku nyingi jamani. Bado wakuangushwa pepo, siwaambii wale wanaopata shida, wao si wanafunguliwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwamba kwa nini wanaendelea kufungwa hawa watu? Kwani Yesu huwa anapigwa mweleka, baadaye na yeye anapiga mweleka tena? Mbona jana alifunguliwa, leo tena ni mgonjwa? Yesu huwa naye anazidiwa wakati mwingine. Shetani naye anamzidi wakati mwingine. Wakati mwingine Yesu naye tukiona huko anaendelea vizuri, tunajua shetani amepigwa mweleka tena. Mkimwona tena naumwa, basi ni shetani naye amempiga Yesu mweleka. Yesu sio wa hivyo. Shida ni milango tu kwa wahusika. Haleluya. Lazima ukiambiwa hii ni milango unaishughulikia kuifunga. Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Na watu walikuwa na teso na nguvu za giza, kumbe yeye anawachezea akili tu, anatafuta wafungue mlango. Wenye unafungua mwenyewe. Hasira ni mlango wa shetani. Na bahati mbaya huwezi kukasirika bila kukasirishwa. Lazima atengeneze mazingira ukasirishwe. Halafu ushinde sasa huo mtihani kutokukasirika. Haleluya. Unasimamaje? Ili Mungu akubarikie kukujaza Roho Mtakatifu, ni lazima mtu huyu amfahamu Roho Mtakatifu, maana akishamfahamu atachukua hatua za kumhitaji. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Matendo sura ya 28 mstari 27, wasije wakafahamu wakabadili nia zao nikawaponya. Hawawezi kupata msaada kama hawajabadili nia. Lakini hawawezi kubadili nia kama hawajaelewa. Hawawezi kuelewa kama hawajafundishwa. Wakifundishwa wakapata ufahamu, watabadili nia, watachukua hatua, watabadili maamuzi, watabadili shauku zao. Halafu Mungu atatenda, maana wamechukua hatua. Kwa sababu amejua Roho Mtakatifu ni wa namna gani, ni wa muhimu kwake, atachukua hatua. Jambo la 3. Ukiwa mtii, Roho Bwana anakuja kwako. Matendo 5:32. Ukiwa mtii. Mtiini Mungu, mpingeni shetani. Unataka nguvu ya Mungu ishuke kwako. Unataka Roho Mtakatifu ajae kwako, lakini wewe ni mkaidi. Hawezi kuja. Unajua, nilikwambia jana mazingatio ya kuwa na Roho Mtakatifu, lazima uwe na nidhamu ya kumtunza Roho Mtakatifu. Kwa sababu uwepo wa Mungu unaondoka kwa watu wenye kiburi. Mungu wapa wanyenyekevu neema, bali wajikuzao Bwana huwashusha wanaojikweza. Lazima uwe mtii. Unajua baraka hizi zitawafuata mwingiapo na mtokapo, baada ya nyinyi kusikiliza neno la Bwana, kutii, kufanya kama anavyoagiza. Kwa bidii kufanya ni kuagizana, baraka zitakufuata. Kama wewe sio mtii, unazuia baraka, unazuia ahadi alizoahidi Mungu juu yako. Mstari wa 32.
Aliyefika anaweza kusoma tu. Aliyefika anaweza kusoma tu. 5:32. 5:32. Matendo. Kama Biblia yako haina, mimi nisome ya kwangu. Na pamoja na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtiio. Amewapa wote, sema wamtiio, wanaomtii. Kwa hiyo wewe kama sio mtii juu ya maagizo, juu ya maelekezo, juu ya neno la Bwana, ni ngumu kupokea Roho Mtakatifu. Aliwapa roho wale wamtiio. Hata aliwaambia kaeni hapa mjini, msiondoke hata mjazo. Wakati wakakaa, wakatulia, wakasubiri. Wakafundishwa huwezi kujazwa bila toba. Wakati wakafanya toba, na Bwana akashuka. Maana kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 38, baada ya watu kuona maajabu ya Roho Mtakatifu ameshuka, na wale watu wa mataifa nao wakafundishwa na Paulo na Petro. Alipokuwa anawashuhudia Petro, basi wakaamini. Akawaambia Bwana atawapa roho wake nyinyi ambao mtakuwa tayari kumtii, kumpokea, mtakaposamehewa dhambi, na Bwana atawapa roho wake Mtakatifu. Na wao wakakuwa tayari kuifuata njia ya kusamehewa ili wasamehewe kisha waweze kujaa. Kama utakuwa mbishi, hata kama Bwana anakuonya, huwezi kupata Roho Mtakatifu. Mungu anapokuonya huwa kuna mambo mawili mbele yako. Kuna mema yanakuja, lakini kikwazo ni ile shida iliyokuwa kwa ambayo Mungu anakuelekezea kidole. Lakini akikuonya ukatii, basi yale mema unayafungulia njia yanakuja. Jambo la pili, Bwana anapokuonya kuna mabaya yanakuja, usipotengeneza yatafika. Sasa hataki yafike kabla hajakuonya, ili kama wewe ni wa kupona upone. Hata Nebukadneza alipoota ndoto amejiinua sana na kiburi na nini, Bwana alimwambia ule mti ukateni, mwache kisiki. Ila aliacha miezi 12 kapita. Kwa nini miezi 12? Ya matengenezo. Ila yeye hakuchukua hatua, basi akatimia. Mungu ni mwaminifu, hawezi kukuangamiza, anakupenda Mungu. Lazima akuonye. Kitakacho kuangamiza ni ushupavu wa shingo, ni kiburi, ni kutokutii. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja kwa watii. Wanaomtii Roho Mtakatifu anaagiza nini Mungu? Mungu ametuagiza nini? Je, unatii? Si unafahamu slogan ya sera ya warokole? Si ni Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumsifu Yesu Kristo sio sana. Uhuru wa Yesu sio sana. Sana sana ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, ukikuta kuna Bwana mahali, basi kuna watumwa wake. Bwana akiagiza kitu, wafuasi wake wote wanatii. Sasa unapomuita Yesu Bwana, na tena kila siku, maana sio rahisi kapita siku nzima hujataja Bwana. Sio utakutana tunampenda Bwana Yesu asifiwe. Ukimuita Yesu Bwana, kila litaje jina la Bwana aache uovu. Lakini unapomuita Yesu Bwana, unatii. Maana kama Yesu ni Bwana, wewe ni mtumwa wake, unayafanya anayokuagiza. Maana isije tu kusema Bwana Bwana, lakini moyo wako uko mbali naye. Ukimuita Yesu Bwana wako, basi wewe umejitambulisha, mimi ni mtumwa wako. Ukiniagiza lolote, ninasitisha mipango yangu yote, ninafuata la Bwana wangu. Je, hayo unayoyafanya ndio Bwana wako amekuagiza? Bwana wako akiagiza kitu, wewe ni mwepesi? Wewe si ni mfuasi wa Yesu? Jamani, nyinyi ni wanafunzi wa Yesu. Nyinyi ni wafuasi wa Yesu. Nyinyi ni watumwa wa Kristo. Nyinyi ni wateule wake. Kama ikitokea huyo Bwana ameagiza kitu, kama kweli unamheshimu Bwana wako, akasema saa 9 saa ya ibada, saa 9 naona Bwana hapa atanisamehe, utakuwa shambani. Eti wewe ni mtii kwa Bwana wako? Ili Bwana wako umeweka uzuri, unaenda shambani, yeye amekwambia saa hiyo na kuhitaji ibadani. Hivi kunajua maana ya Bwana na mtumwa wake? Ukisema tu Bwana wako, yaani unamuita mheshimiwa, alafu anakuambia kesho asubuhi nakuhitaji.
Usile wala kunywa, funga na kuomba. Nimekanda mandazi hapo, Bwana utanisamehe kidogo. Maana mandazi na siku nyingi sijala. Hivi huyu ni mtii kwa Bwana wake? Kuna watu wanasema Yesu ni Bwana, lakini mbele za Mungu Bwana anapochungulia kwamba hao watu wananiita Bwana, mbona hawatii ninapoagiza? Na ndio maana ahadi za Bwana kuwajaza Roho Mtakatifu mpaka akuone wewe unatii, na alama ya kwamba Yesu ni Bwana wako, wewe uonyeshe utii kwake. Heri mtumwa yule atakayekutwa na bwana wake akifanya yale aliyoagizwa. Hayo unayofanya umeagizwa na Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mtu mmoja mimi nilimfukuza kanisani. Sio kawaida yangu kufukuza watu. Kwa sababu gani? Walikuwa na maombi ambayo ni tofauti na tulivyoagizwa. Tumeagizwa kuomba kwa jina la nani? Sasa wao wako na maombi ya siku 5. Maombi si tumeagizwa kufunga na kuomba, tumeagizwa. Lakini tumeagizwa kuomba kwa jina la nani? Sasa ukute watu hawaombi kwa jina hilo sasa. Ila wana maombi ya siku 5. Wanaomba bila kutumia jina la Yesu. Alafu kiwauliza wanasema tulikuwa na maombi ya kuongeza nguvu. Maana ukilitaja jina la Yesu nguvu zinapungua. Jamani, ukilitaja jina la Yesu nguvu zinapungua au zinaongezeka? Mbona wao zinapungua? Kuna shida gani? Basi hawa, huyu Bwana sio Bwana wao. Tutaomba kwa jina la Bwana wetu. Haleluya. Nikasema jamani, nendeni mkatafuta imani zinazoomba bila kutumia jina la Yesu, ili tu kila mtu awe huru kabisa. Maana mbele za Bwana sio kubana, sio tunajibana bana. Usinibane bane shetani, nimeamua mwenyewe. Sasa tusibane banane na kila mtu awe huru kabisa. Bwana asifiwe. Lazima watu wanaomuita Yesu Bwana wao waonekane wanatii aliyowaagiza. Hao ndio Mungu anatimiza ahadi alizoahidi. Sio ahadi peke yake ya kujaza Roho Mtakatifu na pamoja na ahadi ya kubarikiwa uingiapo utokapo. Inategemea utakaposikiliza na kutii akuagizayo Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Jambo lingine ili upate kujaa. Ili upate kujaa, jambo lingine umwamini Yesu. Imani. Galatia 3:14. Imani. Uwe na imani. Kumbuka, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Bwana. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Sasa kama huna imani, una mashaka na unatarajia kupokea ahadi ya kujazwa Roho Mtakatifu, huwezi kujaa. Wengine wana wasiwasi, Roho Mtakatifu ni kitu gani? Ndio maana kama uelewe. Ndio maana wengine wanasemaga kwamba hayo ni mapepo, hayo mamizimu, hao wamelewa. Ni wale wasioelewa. Galatia 4. Galatia 3. Aliyefika anaweza kusoma mstari wa 14. Kama umefika soma tu. Kama Biblia yako haina basi ngoja nisome ya kwanza. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Tupate kupokea Roho Mtakatifu kwa njia gani? Kwa njia ya imani. Kwa hiyo usipokuwa na imani, huwezi kujaa Roho Mtakatifu. Lazima upokee Roho kwa imani. Wengine wanasema yuko wapi sasa Roho Mtakatifu? Nikimwona ninaweza kumpokea. Sasa simuoni na upokea sasa. Tunaenenda kwa imani, sio kwa kiona, sio kwa kuona. Tunatembea kwa imani, sio kwa kuona. Biblia inatuambia sisi tunaishi ni wana wa imani. Tunaishi kwa imani, sio kwa kuona. Haleluya. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, lakini ni baada ya mambo yasiyoonekana wazi. Ila unakuwa na imani. Watu wengi hawana imani. Paka nahisi wanaambia ufumba macho, Roho Bwana anapita, anafumbua muangalie, anapita kushoto, anapita kulia. Huko ni kufilisika imani. Mwisho wa siku wengi wako wanajaa. Mwingine anaendelea kuangalia tu, kwa nini kilimpata yule pale. Hana imani, ana mashaka kweli. Anahisi kwamba kuna kauchawi kanaendelea, wachungaji wanaendelea hapa na kauchawi fulani. Utabaki hivyo hivyo kwa sababu huna imani. Anasifiwe.
Ila ukiwa na imani, Roho wa Bwana mbona anashuka kwa watu wake. Kitabu cha Korinto wa pili sura ile ya 5 mstari wa 7. Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. We walk through faith but not sight. Tunatembea kwa imani wala sio kwa kuona. Kwa hiyo ili kusudi tuweze kupokea ahadi, wakapokea ahadi kwa imani. Ibrania sura ya 6 ule mstari wa 12 mpaka ule mstari wa 15. Imani ya Ibrahimu, akapokea ahadi kwa imani na uvumilivu. Ukikosa imani umekosa mtaji wa kupokea ahadi zote za Mungu. Hii ni ahadi ya Mungu kwa wateule wake siku za mwisho. Lakini ukikosa imani, unasikia tu kwa jirani amejaa, wewe unabaki vile vile. Uweke imani. Ni mambo ya kujiandaa kumpokea Roho Mtakatifu, ni pamoja na kuwa na imani kubwa juu ya ahadi hiyo. Unaweka matarajio makubwa, unaweka tegemeo. Watu wasio na imani hawawezi kushiriki ahadi za Mungu na baraka za Bwana. Ila wenye imani ni sehemu ya warithi na watu wa kushiriki zile ahadi alizoahidi. Hii ni ahadi muhimu sana. Lazima uwe na imani. Jambo lingine ni kuomba. Maombi, Luka 11:13. Maombi, lazima uombe, kuonyesha kuhitaji, kuonyesha unataka Bwana akupe. Kama uombi, hata kama Mungu aliahidi, hakupi. Kwa nini? Sio kila mgonjwa anahitaji kupona. Mwingine namwambia Mungu, nipumuzishe, na yatosha. Sema ni swalake. Sasa wewe unafika pale unaanza kusema Bwana mponye. Yeye anaomba hivi, Mungu, yatosha, nichukue nikapumuzike. Mungu ni mwaminifu, sio mchoyo wa fadhila. Anaweza akakujibu sawa sawa na maombi yako. Mimi Mungu nitakufa hivi hivi tu. Mimi ni wakufa maskini tu. Bwana naye anajibu tu kwamba basi ufe maskini. Kwa sababu sio ombi lako ni kufa hivi hivi. Akilivyo mtu ndivyo alivyo. Umetekwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa midomo yako. Misali 6 mstari wa 2. Umetekwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa. Wewe mwenyewe unajitabiria, unajitamkia kila wakati. Maana yake unapojitamkia unaumba kwa midomo yako. Anayeomba anaumba vitu kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Unajua Mungu halazimishi mtu kupokea kitu kama mhusika hataki. 11 mstari wa 13 Biblia inasema hivi: basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyenu, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Wewe unajibuje hapa? Atawapa. Je, Bwana hatawapa vipawa wale wamwombao? Jibu ni kwamba atawapa wanaoomba. Sasa kama mtu haombi, hapewi. Aombaye upewa, atafutaye unabishaye ufunguliwa. Bwana asifiwe. Lazima Bwana awabariki wale wanaohitaji. Kwenye Luka sura ya 9 ule mstari wa 11 nilikuwa nazungumzia habari ya watu kupona, na Yesu aliwaponya wale waliokuwa na haja ya kuponywa. Sio kila mtu, sio kila mgonjwa, wenye haja ya kuponywa, wenye haja ya kujaa Roho Mtakatifu Bwana anawapa. Na ili uone kama wana haja, usikie wanaomba, wanahitaji, wanataka kwa maombi. Luka 9:11. Na mkutano walipojua walimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Sasa sio kila mgonjwa ana haja ya kuponywa. Sio kila Mkristo ana haja ya kujazwa. Utajuaje kama ana haja? Utaona juhudi zake, harakati zake, anaomba. Yaani unaona kabisa mtu anaomba kwa uchungu, ana uhitaji, amekaza kuhitaji mbele za Bwana. Mungu anawapa wale wenye kiu. Kama wewe una nia, umekaza, nia yako itakupeleka kwenye kushughulika.
Bwana asifiwe. Maombi yanaweza kumfanya mtu kujaa Roho Mtakatifu anapoomba. Lakini pia njia nyingine ni kuombewa. Kuombewa, kuwekewa mikono. Kuombewa, kuwekewa mikono. Matendo 8:13 hadi 20. Utajisomea. Nilisema tangu jana. Wakina Petro alipotumwa kwenda kule, sasa alikuwa amehubiri Filipi kwa kina Simoni mchawi. Walifika wakawafundisha watu, wakaweka mikono juu yao, wakawaombea wampokee nani? Roho Mtakatifu. Lakini tusome kitabu cha Torati 34 mstari wa 9. 34 mstari wa 9. CGM sijui kama wapo huku. Soma. Inasema, na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, kafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Amen. Alikuwa amejaa roho ya hekima, maana maana Musa alikuwa amemwekea mikono. Sasa unaweza ukakimbilia kuwekewa mikono, lakini wewe una dhambi, lakini wewe sio mtii. Ukawekewa mikono, lakini wewe huna imani. Ukawekewa mikono, lakini wewe sio muombaji. Wewe hauhitaji, wanakuwekea tu mikono kama kwa bahati mbaya, wewe mwenyewe hamna. Sasa unakwenda kuombewa, nikajaribu tu mama fulani alisema yeye, na mimi nikajaribu huko. Kujaribu, utajaribu sana. Wale watakao kuja kutaka kabisa kutendewa watapata, ila wale wa kujaribu wengi sana. Bwana sifa sana. Kujaribu ni kama kuomba mchumba. Utapewa, ila uchumba utaishia njiani. Utapewa tena, utaishia. Si unaomba mchumba, ila wanaoomba mke au mume. Utapewa mume aombaye mchumba. Bwana mwaminifu anampa mchumba. Bwana sifiwe. Si umeomba hivyo? Bwana nipe mchumba, anakupa. Wengi mno wachumba, ila mke mmoja tu. Mume huyu mmoja, ila wachumba. Yaani hapa wote ambao hamjaolewa wote ni wachumba. Ila hamjachaguliwa tu. Ila siku sasa katikati ya wachumba, mtu akiomba mume, basi anampata mume katikati ya wachumba. Hizi ni wanamwali. Wanamwali wote ni wachumba. Ila mke ndiye anayetoka miongoni mwa wachumba. Bali unapoomba uombe mke au mume. Usiombe wachumba. Bwana asifiwe. Haleluya. Haya ni basi tu chache, lakini mwisho kiu. Wenye kiu wanapewa shauku yao. Mungu anaweza kutimiza shauku yako. Ukiweka kiu, Bwana anatimiza shauku yako. Nyakati wa pili sura 26 mstari wa 5. Nyakati 26 mstari wa 5. Kama Biblia yako inasomeka vizuri, soma. Kama yako haina, ya kwangu inayo. Ngoja nisome. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa na ufahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipomtafuta Bwana Mungu alimfanikisha. Nia ni shauku, nia ni kiu. Aliye na kiu aje anywe. Aliye na njaa aje atafute chakula kwangu apate. Kwa hiyo ukiwa na kiu, ukiwa na shauku, kuna nia iliyokazwa. Nia iliyokazwa ni shauku kubwa. Ni mtu anakuwa na himizo ndani. Anakuwa na kiu na shauku, msukumo mkubwa ulioko ndani mwake, wito mkubwa wa kuhitaji kitu. Yaani nia ni mtaji. Mtu aliyekuwa na nia ya kumuona Bwana, Zakayo, Luka 19, alifanya juu chini kuondoa vikwazo vyote. Alishinda upinzani wote. Alishinda vizuizi vyote vya kumuona Yesu. Vyote. Ufupi akaamua kujirefusha. Haya umati akaamua kutafuta chemba yake binafsi. Maana huu msongamano sitamuona. Akatafuta sehemu yake binafsi. Akajitenga. Lakini kama asingefanya juu chini, unajua bidii inakuja kwa sababu mtu ana nia. Haleluya.
Bwana asifiwe. Ninaamini hapa kuna watu wana kiu kubwa sana ya kujaa Roho Mtakatifu. si ndio? Hebu nikuoneshe matokeo. Maana kuna wengine matokeo yatamtengenezea nia au yatamtengenezea shauku. Matokeo ya kujaa. Yako matokeo mengi, lakini tuangalie machache tu. Sitakuwa na vitu vingi. Natamani tuombe. Bwana asifiwe sana. Matokeo ya kujaa Roho Mtakatifu, matokeo ya kumpokea Roho Mtakatifu ni kupokea nguvu wezeshi. Ni kupokea nguvu wezeshi katika safari yako ya maisha. Kupokea nguvu wezeshi katika safari yako ya maisha. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 10 ule mstari wa 8. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, ndipo mtakapoweza kuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Utapokea nguvu wezeshi katika habari ya safari yako ya huduma, safari yako ya ndoa, safari yako ya uchumi. Maana yake kesi zote zinazojitokeza, nguvu ya uwezesho katika safari yako ya changamoto unazopitia, utawezeshwa kushinda majaribu yaliyoko kwako. Maana huwezi kushinda bila nguvu ya Bwana. Maana nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwa juu yako, wewe sio wa kawaida, unageuzwa kuwa giant. Maana Biblia inasema ya kwamba utakapopokea hiyo nguvu unageuzwa kuwa mtu mwingine. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari ule wa 6. Mafuta atakapomiminiwa kwa huyu mtu, atakuwa mtu mwingine. Maana yake atakuwa na nguvu nyingine ya hata ukijaribu kushindana naye, uwezo alionao sio wa kawaida. Ni mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Mpaka watu wanaojaribu kushindana na wewe, hata kama watashindana kwa nguvu zao za kichawi, wewe una nguvu, umepokea nguvu ya kukuwezesha kushinda, ya kukuwezesha kuvuka vizuizi, ya kukuwezesha kushinda upinzani. Nguvu kubwa sana. Kuna watu wanatamani washinde majaribu, lakini utashinda kwa namna gani? Efeso 3 mstari wa 20. Atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu kuliko yale tuyaombayo au yale tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu inayotenda kazi ndani yako. Ndio maana mafuta hayo yatakaa ndani yenu. Ndio maana maji hayo yatakaa ndani yenu, yatatiririka na kubujika uzima daima. Maana yake ni kwamba ni nguvu ya Mungu ikiwa ndani mwako. Hiyo nguvu wanayosema watu jamaa na upako, ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yake. Upako, hakuna upako unaozidi upako wa Roho Mtakatifu. Maana ya upako ni uwepo wa Mungu kwa njia ya Roho wake. Yaani unapomsema huyu mtu ni mpakwa mafuta, amepakwa mafuta, maana yake Roho Mtakatifu ndio ilikuwa ishara. Sauli alimiminiwa mafuta. Wakati alimiminiwa mafuta, Roho wa Bwana akaja. Kwa hiyo kule kumiminia mafuta ilikuwa ni ishara ya kumkaribisha Roho Mtakatifu, ishara ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu alishakuja siku za mwisho. Hakuna mahali watu tunaona wanamiminiwa mafuta tena kwa ajili ya huduma. Hata akina Petro, mitume wake Yesu, uliona kuna mahali anamiminia mafuta? Mbona watumishi zamani walikuwa wanamiminiwa mafuta? Akina Daudi amemiminia, kina Sauli wamemiminiwa na Samueli, makuhani wamemiminiwa mafuta. Sasa kwa nini Yesu yeye asiwamiminie mafuta hawa mitume aliowachagua? Badala yake anaambia kaeni hapa mjini, msubiri hata mjazwe. Hamwezi kuwa watumishi, hamwezi kuwa watenda kazi, hamwezi kuwa wahubiri, hamwezi kwenda kuwaombea watu wengine wakafunguliwa magonjwa kwa sababu mtakuwa hamna nguvu. Maana hata mimi cha kwanza nilibatizwa, baada ya kubatizwa nilijaa. Nilipojaa nilienda kwenye maombi. Nilipotoka kwenye maombi ndio kazi ya kumpiga shetani kaanza. Kwa nini kama ni kumimina mafuta Yesu asiwe kielelezo cha kumimina mafuta? Wale unayodhani kwamba upako wa kumiminiwa mafuta, leo mafuta yana kazi gani? Yesu kwa nini mitume hajawapa mafuta? Kwa nini awambie kaeni mjini msubiri kujazwa? Angewamiminia mafuta akaondoka zake. John hapa wote niwapake mafuta halafu mimi niondoke. Walikuwa hawana nguvu ya kushinda upinzani. Ndio maana Yesu alikuwa tayari kumkana Yesu. Petro anamkana Yesu kwa sababu bado hajajaa. Lakini siku alipojaa, wazee wanajaribu kusimama na kuzuia kuhubiri. Ana nguvu ya ajabu, anasema
hatuwezi kuwasikiliza, amueni mnaloamua, lakini sisi lile tunalolifahamu tutalitangaza kwa nguvu zote. Enyi wazee wa Israeli, enyi makuhani, enyi wakuu wa dini, siwezi kuwasikiliza nini. Amepata wapi ujasiri huo? Wakati Petro aliambiwa, ona hata anavyotembea, akamwambia, wewe mama, tuheshimiane, simjui kabisa huyo mtu. Ona anavyoongea vile vile, mnazorayo kweli kweli, ni wale kabisa. Mama, acha masiana, mimi huyo mtu simjui kabisa. Utamkana Yesu kama hujapokea uwezo. Ukishajaa Roho Mtakatifu, piga uangaragaza, uwezi ukakana Yesu. Haleluya! Maana una nguvu inayokuwezesha hata majaribu yainuke, huwezi kubadilisha maamuzi wala usemi, maana unayo nguvu inayokuwezesha. Hata wakiamua, una uhakika nina nguvu inayoweza kuniwezesha kushinda upinzani. Anaogopa kwa sababu hana nguvu yoyote. Tutakutenga, tutakufukuza kwenye ukoo. Yaani mimi nilipookoka tu, tayari nilitangaza kutengwa na mila na tamaduni zilinitenga. Kwa hiyo hata sihitaji kusema kwamba wakisema watanitenga, kwani ni kitu kigeni. Mimi nilipookoka nilijitenga mwenyewe. Haleluya! Wakati unaokoka unajitenga mwenyewe kwenye mila. Siku moja nyoka niambia tujenge makaburi. Wewe ni mtoto wa mwenyekiti wa ukoo. Nikamwambia makaburi. Nikawa challenge. Nikamwambia sasa sikilizeni. Kama kweli ukoo tunasaminiana, tunaheshimiana, tunajaliana, tunasaidiana, naomba kitu kimoja. Tuna ujenzi wa chuo cha Biblia kule Dodoma. Mnichangie tu 10,000. Nitapelekea maaskofu kwamba waende huko kwenye chuo cha Dodoma kule kikajengwe. Maana atasoma mtu yoyote chuo cha Biblia alafu ataenda kuhubiri, watu watakuja kwa Yesu. Lakini tulitoa mchango sisi ukoo wetu kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha Biblia. Unasemaje? Si tuna mchango wa kusaidizana ndugu. Sina wasiwasi atanifanya nini. Haleluya. Shangazi yako akisikia hivi na hivi atafanyaje? Wana ukoo babu kakisikia. Mimi wakutishiwa babu. Nina Roho Mtakatifu, nina nguvu ya Mungu ambayo ni zaidi ya mababu wote. Haleluya. Wewe unatishwa na nguvu ya mizimu kabisa. Nguvu ya mapepo. Hujaelewa kama umevikwa uwezo. Umepewa nguvu kubwa mno hii. Huwezi kuteteleshwa na vipepo vidogo vidogo. Haleluya. Ukoo wetu bwana, mamizimu ni makatili sana. Wewe. Yaani ukoo wetu sisi, Roho Mtakatifu kwenye ukoo wa Yesu, nguvu ya huko ni kubwa sana kuliko nguvu za mizimu yote. Eti kabila letu, yaani haisema mizimu ya ukoo wetu ni baraka sana. Mwambie Roho Mtakatifu wa kule kwetu ni baraka sana. Yaani Roho Mtakatifu kule tuliko kwenye ukoo wa Yesu, nguvu ya Roho Mtakatifu ni baraka sana. Watu wanatambia kwamba ukisema nguvu ya mizimu yao ni kama kusema, yaani kwenye ukoo wetu zile roho chafu zina nguvu sana. Sasa wewe kwa nini usitambulishe kwamba kule ukoo wetu nguvu takatifu ya Roho Mtakatifu iko juu sana? Yaani ile nguvu naishangaa mpaka sasa. Ni ajabu sana. Yaani ukiokoka ukajazi, nguvu ya ajabu sana. Haleluya. Wewe kutishwa na waganga. Sasa waliposema sasa tutaona sina ni baadaye wakaambizana, huyo alishaweuka, achana naye. Eti nimeweuka kweli hivi? Wakaachana na mimi. Kwa hiyo hawanishirikishi. Ukiwa na nguvu huwezi kuogopa matisho ya adui. Siku moja nikaenda kuhubiri. Unajua ujasiri wa kuhubiri, Roho Mtakatifu awe ndani yako. Siku mimi naanza kwenda kuhubiri mtaani, nikasikia msukumo kabisa. Nikaenda mtaani kuhubiri. Nilishindwa kuhubiri. Nilienda kuhubiri usiku. Nilipofika kule nikaogopa, nikarudi. Niliumia sana. Kesho nikamkia maombi ya masaa 12. Bwana, watu walipozuiwa kuhubiri, wakaomba, wakampazia Mungu sauti zao,
pakatikiswa, wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena na Bwana kwa ujasiri. Hata Yesu aliwazuia watu wasitoke mjini mpaka wajazwe. Wakishajaza waende kuwa mashahidi Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Na mimi nahitaji kujazwa. Nikaomba maombi siku 10, hiyo masaa 12. Nikaomba nguvu ya Roho Mtakatifu iliwezeshe. Usiku nikatokeza, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, nikawaacha kwenye mkesha, nikaondoka sana. Nimeshaomba, Roho Bwana amejaa. Nikafika mtaani, nikapiga haleluya moja, ikaenda. Haleluya ikaenda. Yapi? Haleluya ikaenda. Haleluya, sikiliza, ninakuletea habari njema. Nikasema mbona inakubali? Nikatembea, nikahubiri. Kwanzia siku ile kale ka utepe, kale ka kitisho, eti sasa itaelewe. Kwanzia siku ile kakawa kameondoka. Wewe una hofu tu, lakini ukiona kwamba hapo sasa mazingira ni magumu kama wewe naogopa, hebu omba Roho Mtakatifu mwende wawili. Ukienda na Roho Mtakatifu hakuna njia itakayozibwa, alafu wewe usipite. Yule shangato anakuona ngambo ya pili hata kama kuna baya. Wewe hujajua nguvu ya Roho Mtakatifu ina uwezo mkubwa kuliko hata mizimu. Mimi niwahi kuambiwa kuna mtu alikuwa amebebwa na mamizimu ya ukoo, yanamtaka wewe mganga wa kienyeji. Anajaribu kukataa na lia, lakini anamsukuma afanye. Halafu kuna mtu ulikuwa umejaa. Tukasema wewe ataenda kufa maji. Hakufa maji, akavuka kaenda. Kumbe amejaa mapepo afu katembea juu ya maji. Wazee wanasema anakufa huyo. Hakufa. Sasa hao wanaiga. Sisi ni zaidi hapo. Kutembea juu ya maji ukiwa umejaa Roho, maana yake imani ambayo msingi yuko Roho Mtakatifu anaiwezesha. Ni imani inayoweza kuleta matokeo. Lakini kama una imani bila Roho Mtakatifu, hakuna imani hapo. Maana mzazi wa huduma na vipawa ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akijaa ndani mwako, anagawa vipawa. Ule ni uwezo wa kupenda miujiza na ajabu kubwa zinatendeka ukiwa umejaa Roho Mtakatifu. Siku moja nikaamua kwenda kuhubiri, nikashangaa. Kuna mtaa mmoja, usiseme kwamba ulikuwa unahubiri ukiwa mchungaji, nikiwa CGM. Mtaa mmoja waganga wakafika 5. Kaubarozi, sio kitongoji, sio kijiji kizima. Kaubarozi. Mnajua kitongoji kinaweza kikawa na vibarozi kama 5. Kwenye kaubarozi kamoja, halafu kuna waganga 5. Mimi nikajiuliza hawa waganga wote 5, hapo kamtaka amejaa hospitali 5. Kwani kuna wagonjwa wengi mno hapo? Halafu ikatokea nilibeba nafasi kwa sababu kuna mwanangu mmoja, mtoto wa kakaangu, akaparalyze mguu. Lakini kuna mzee mmoja kwenye kijiji, kwenye mtaa ule, akaparalyze mguu. Wakati naomba, kumbe kuna mganga yeye anateka hayo madawa barabarani. Wakishapita pale, ananasi. Akinasi, wanaenda kwake. Anawafungua. Si yeye ndiye aliwafunga. Akija mtu kutoka mbali ameparalyze, hajui alivyofungwa. Atakaa pale baadaye ataondoka na ugonjwa wake. Wale wao wanasema kijiji chetu, mtaa wetu umepata neema. Yaani waganga wako 5. Neema hiyo. Farao aliita waganga na wachawi. Yaani waganga na wachawi meza ngapi? Wewe unaenda kwa mganga na kumwambia nenda basi ukaoge njia panda. Uache mamikosi yako wapi? Jamani, sisi tunaongea sasa, si nyinyi mnafahamu. Ukaoge uache mamikosi yote wapi? Unavunja nanasi kama ni yai. Alafu mwenzako jirani yako naye kesho anaenda. Anaambiwa sasa nyota yako imeibiwa. Fanya hivi. Nenda kachote mchanga pale njia panda. Ulete. Tuzirudishe neema zako zilizoibiwa. Ila mimi mikosi yangu yote niliacha wapi? Jana tu. Niliacha yote wapi? Alafu huyu naye anaenda kuchota mchanga njia panda ili yeye kung'arisha nyota yake. Itang'aa. Unaibiwa kwa sababu ya kukosa ufahamu wa kawaida kabisa. Haihitaji PhD hapo. Yaani kuna matatizo mengine watu wameyapatia kwa mganga. Ameenda na tatizo lake moja, mawili akaenda kuongezewa kwa mganga. Kwa nini? Kwanza haliziki na mganga mmoja.
Alafu mganga ukiwa naye leo huyo mmoja, ukimuhama umetangaza vita. Aja kukute tu mganga wako, alafu umeleta mganga mwingine. Anakwambia kumbe una wataalamu wengine, usinisumbue kuanzia leo. Kwa nini? Hakuna hata mmoja ambaye anakimbilia waganga alishawahi kupata mganga sasa kwamba ametosheka. Utalishwa mavitu ya ovyo. Tafuta nguvu ya kinga na ulinzi, utapokea nguvu ya kukuwezesha kuwa salama ukibeba Roho Mtakatifu. Mama mmoja alikuwa na shida ya uzazi. Amelishwa mavitu ya ajabu. Paka na mamikojo tu ya kenga na kunywa. Yaani hata akute ni mbwa limepigwa barabarani, mganga anachota pale kamzoga kadogo. Hapo amepata kiungo cha kwenye dawa. Tumegani ndio vitu ya ajabu. Mtu anaambiwa katafute, wao naenda Maruja. Maruja wanasemaga watu wantuzi. Wa huko mnasema wachaka pala hapo chini. Sasa mtu anaenda na kutafuta mavi makavu ya binadamu. Akishachukua yale, anasaga, anaenda kuchanganya kwenye dawa. Unaweza kufikiri ni uongo. Imani ile ni chafu sana. Nyoka akifa kama swira au deep cobra wale, anasagwa tu, alafu anachanganywa kwenye dawa. Uko tawirogoja, unakula mpaka nyoka. Ukiacha kumpokea Yesu, kupokea nguvu ya kukusaidia, utabebeshwa na mizigo yasiyo na maana. Mtu mmoja alipata kitu cha ajabu sana, tafuta nguvu ya kupata utajiri. Wakati Biblia inasema kwenye kitabu cha Torati 8:17, nguvu ya kupata utajiri na nani? Yule mama akaambiwa, yaani kuna mganga anawapa nguvu, utatajirika haraka sana. Alipoenda kwa mganga, mganga akamwambia, fanya hivi. Tafuta kinyonga. Unamjua kinyonga? Sasa kinyonga huwa na tabia, akikaa karibu na gari, anabadilika rangi, anakuwa na rangi ya gari. Kwa hiyo gari itakuwa la kwako. Akikaa karibu na gorofa, anabadilika na kuwa kama gorofa. Kwa hiyo unakuwa na uwezo wa utashangaa tu ghafla unapata gorofa. Akikaa karibu na mwenye suti, ghafla unashona suti. Kwa hiyo akaamini kabisa jinsi kinyonga anavyobadilika. Kwa hiyo ukienda mjini, unapita karibu na magorofa ili yawe kwako. Unapita karibu na magari, ma VIT haya, ma cruiser, unakaa karibu na ili iwe kwako. Maana siku unabadilika kama kinyonga. Na mwana yule jamaa unakaa karibu na benki, ili hela za benki zote zinakuwa za kwako. Pale kuna M-Pesa, ana mtaji mkubwa, unakaa karibu naye, alafu mtaji mkubwa huo unakuwa kwako. Ina hata akili za kawaida za darasa la 3 kabisa huna. Akaambiwa ukalete kinyonga, umemngata kwa meno yako. Mlete. Imani ile ni chafu. Imani za kishetani ni chafu sana. Watu wanalama mpaka usawa. Wanasifiwa. Nguvu ya kupata utajiri na Bwana. Akaleta ni kinyonga, akaenda kuzuia watoto kwenda shule. Siku ya kwanza wanatafuta kinyonga. Naye kinyonga ukitaka ukimtangazia kumtafuta haonekani. Siku ya kwanza hamna. Siku ya pili hawakumpata. Siku ya tatu watoto mama sisi tuende shule, ni kinyonga hata tulioni. Ameadimika, Bwana anajaribu kumficha kinyonga ili huyu mtu asiingie huko kwenye uharibifu. Unaona huo upinzani, kumbe Mungu anazuia usiende huko, acha. Haya, siku ya 4 akaenda akambahatisha. Na akaambiwa umngate kinyonga kwa meno. Umlete ukiwa umemngata kwa meno yako. Abantu habusana akangata. Mbona watu wanaua watoto wao ili wapate utajiri? Sembuse na kuluma kinyonga tu. Akangata wangu. Yaani kinyonga anajaribu kujitutumua, lakini anamngata. Anamngata hapa ni mwili wake. Ukimata kinyonga utakuwa unasalimia watu pia. Yaani ampeleke huko amemngata. Alafu ilikuwa ni mbali kidogo. Ya fulamaga ya chaka niyo. Akaenda na kinyonga chake. Alipokaribia yule mganga alikuwa pembeni na watu. Akaona watu wengi wamekusanyika. Akajiuliza,
Watu wamewapita hawajawasalimia. Sio Benata kinyonga hapo amejifunika kama vile Muislamu. Hapo Benata kinyonga. Kwa hiyo ameweka na kanga ili kuzuia siri yake. Akajiuliza, hawa watu wengi hivi sio msiba kweli? Au nirudi niwaulize wale watu? Sasa nikiwauliza si nitakuwa nimetema kinyonga, nitakuwa nimevunja mwiko. Lakini sasa hali ilivyo pale ilibidi ateme kinyonga. Akawarudia watu, samahani jamani, kwani kulikoni? Wewe mama, si mtupita tu apata salamu. Samahani, kila mtu ana mapungufu. Ya kwako yamezidi. Mbona umetupita? Nataka kuuliza tu, jamani, samahani, tuchukuliane tu. Hapo kuna nini? Mbona watu wamejaa? Mganga amefariki. Huku Benata na kinyonga. Akaanza kulia. Tu. Akaanza kushangaa. Tujawahi kuona mtu analia mate. Huwa wanalia machozi. Sasa huyu wa kulia matema. Mbona hiki kilio cha ajabu sana? Akasema, jamani, kinyonga. Ndio umemkumbuka, umemjua kinyonga sasa hivi. Unapigwa upofu ndio unaanza kuijua. Utapokea nguvu baada ya kujaza Roho Mtakatifu, utakuwa na nguvu za ajabu sana. Ukiwa na Roho Mtakatifu huwezi kuteteresha. Hao waganga wengine ni washirikina tu. Mimi nilipoona kwenye ule mtaa wako 5 waganga, nikaenda kuhubiri usiku saa 3. Nachukua megafoni yangu nikaweka betri, nikaenda. Nikahubiri. Ninakemea uchawi, nakemea uganga. Utanifanya? Na ukija zinapigwa. Roho Bwana ananipigania. Mimi nimetulia zangu. Nina nguvu. Nikahubiri. Sasa kuna ndugu zangu wakawa wamenisikia. Tumesikia unatukana waganga, unatukana wachawi. Sasa wewe utakufa haraka. Mimi sifi. Nakufaje kizembe? Mimi ni wakufa kiganga. Sifi. Ila tulisikia sauti yako. Kama sio ya kwako, basi itakuwa ya Sefania. Kama sio ya Sefania, basi ya Masanyua. Kama sio ya Masanyua, ni ya mchungaji wenu Penisi. Maana tulikuwa tunasikia, ila Penisi ni sauti yako wewe inajulikana. Ila ni wewe, ama ni mimi, ila sifi. Hao waganga kama wataendelea kufanya uchawi, watakufa hao. Baada ya siku chache, mganga mmoja akafariki. Akafariki. Alipokufa akasema inawezekana alienda kumjaribu mganga mwenzake pale akafa. Angalia mjui. Baada ya siku chache, yule mganga ambaye ni maarufu alikuja kwa kishindo kwenye yule mtaa. Alikuwa na wake 3, akanunua mahekali ya mpunga. Akaua mtu, akachukua koromeo, akachukua ulimi, akakata na sehemu za siri. Yule mtu sio mbali, ni jirani tu. Watu wakaja kukagua. Wengine hapo mnaweza mkamfahamu. Nyandoro pale kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Mmange, mganga maarufu. Watu walienda kushuhudia hilo tukio. Alimkata huyo mtu, alitokea tu Ndegese pale. Alimkata koromeo, kata ulimi, toboa ubongo, chukua ubongo sehemu, kata sehemu za siri. Wewe unaenda kwa mganga kutibua, kumbe yeye anaangalia koromeo lako, anaangalia ulimi wako, shauri yako. Baada ya pale waganga wote sasa, baada ya huyo kusaruka akakimbia na wale wote, ule mtaa ukakosa mganga. Nani amesababisha? Roho Mtakatifu ameatibu. Haleluya! Ukijaa nguvu ya Roho Mtakatifu, haya ni matokeo. Lakini kama una nguvu ya Roho Mtakatifu wakati unahubiri, kunaweza kutokea shida. Siku moja nahubiri mtaani usiku saa 3, saa 4. Wakati nahubiri mvua ikaanza kunyesha ya mchanga. Nasikia tu mchanga unashuka, ila haundondokei hata mmoja. Ila nilipotupa uwazi peupe. Siku moja niko Mimbili nahubiri usiku saa 8. Nikaona taa zinatoka kwenye mkwaju, zinakaribia kwangu, zinazima. Nikasema asante Yesu, maana kumbe na umeme unakuja mpaka huko. Kiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, hakuna uchawi wala uganga juu ya nyumba ya Israeli. Ukiwa umejazwa, huwezi kuogopa uchawi wala mizimu wala mashetani. Utapokea nguvu akisha kukujilia Roho Mtakatifu.
hiyo nguvu itayeyuka. Matokeo ya pili, andika tokeo lingine la pili. Tuende tukajae nguvu ya Roho Mtakatifu ambao tunatamani. Wengine ambao wana kiu nafikiri hapa lazima watapata, wala wasio na shauku basi. Jambo la pili, matokeo kwa mtu ambaye amejaa, atafanywa kuwa chombo kipya kikali chenye meno. Atafanywa kuwa chombo kipya kikali chenye meno. Bwana asifiwe. Ukijaa Roho Mtakatifu unafanywa chombo kipya, halafu kikali, halafu chenye meno. Aliyejaa Roho Mtakatifu usimwone kwa kawaida. Ni chombo kipya kilichonolewa, kikali, chenye meno. Isaya 41 mstari wa 10 hadi mstari wa 15. Isaya. Biblia yako kama inayo unaweza kusoma, kama haina wacha ya kwangu inayo nisome. 10. Biblia inasema hivi. Biblia inasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nikutiaye nguvu hizo za Roho Mtakatifu. Nami nitakusaidia, nitakupa msaidizi. Nami nitakushika kwa mkono wako wa kuume wa haki yangu. Tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona. Wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale wafanyao vita juu yako, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Usiogope Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni Mtakatifu wa Israeli. Tazama nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupulia chenye meno. Utaifarikisha milima na kuisaga, na utafanya milima kuwa kama makapi. Nani mlima unasimama mbele ya Zerubabeli? Sio kwa uwezo wala nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana. Utafanya kuwa chombo kikali kipya kikali chenye meno, chenye uwezo wa kufarikisha milima, kuyeyusha milima, kupasua mahali ambapo hakuna njia. Ukijaa Roho Mtakatifu unakuwa chombo cha Bwana. Wewe unaweza ukasema ni chombo cha Bwana, lakini kama hujajaa nguvu ya Roho Mtakatifu, mimi nasema wewe sio chombo cha Bwana. Haleluya. Ni lazima ufahamu kwamba ni muhimu sana sasa kujaa Roho Mtakatifu. Matokeo yake ni kufanywa kwa chombo kipya kikali chenye meno. 3 na mwisho, unapokea ufunguo begani mwako wa kipekee. Matokeo ya kujaza Roho Mtakatifu, unapokea ufunguo wa kipekee begani mwako. Unapokea ufunguo mkononi mwako wa kipekee. Unavikwa uwezo wa kufungua asiwepo wa kufunga. Isaya 22:22 na Mathayo 16 mstari wa 18 hadi 20. Ufunguo una nafasi kubwa sana. Ufunguo wa ufalme wa Mungu ni ufunguo wa kuweza kufungua mahali popote. Umepewa uwezo wa kufunga na kufungua asiwepo wa kufunga. Ukifunga asiwepo wa kufungua. Huo ni uwezo unaokuwa nao kwa kuvikwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana Isaya 61 inasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kutangaza uhuru wa mateka, kutangaza kufunguliwa kwa waliofungwa. Huwezi kufungua waliofungwa kama wewe huna funguo. Roho Mtakatifu ni ufunguo wa pekee ambao una uwezo wa kufungua mahali popote, hata kama maadui walifunga. Ila ukiwa na Roho Mtakatifu unao ufunguo. Kwa sababu Isaya 45 anamwambia mstari wa kwanza, Koreshi Masi, nimekushika mkono wa kuume, nitalegeza viuno vya falme, nitafungua asiwepo kufunga, nitavunja asiwepo, yani akifungua asiwepo kufunga. Atasawazisha palipo paruzo. Ni mtu aliyeshikwa mkono anaitwa Masi. Masi maana yake ni mpako mafuta. Kupakwa mafuta ni kuvika uwezo wa Roho Mtakatifu. Kuwa na Roho Mtakatifu ni kuwa na ufunguo wenye uwezo wa kufungua asiwepo wa kufunga.
Leo kuna mambo unafungua lakini adui anafunga. Kuna mahali unafunga adui anafungulia. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu unaweza kusema hili yatosha. Hili nalifunga lisinuke tena. Hili nalikomesha lisinuke tena. Maana unaye Roho Mtakatifu utaweza kufunga. Maana Roho Bwana yu hai, ana uhai. Akiamua jambo ameamua. Akiamua hili mwisho linakuwa mwisho. Ukiwa naye unakuwa na uwezo. Wala milango ya kuzimu haitoishinda kanisa ambalo limekwisha kujazwa. Lakini kama hujajazwa, milango ya kuzimu bado ina nguvu juu yako. Mathayo 16. Mathayo 16 kila siku wao unasoma. Lakini inawezekana usijue maana yake ni nini. Kwamba Bwana atawapa funguo, anakupa funguo. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Nami nakuambia wewe ndiye Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Uwezo wa kifalme, yani anaposema ufunguo wa ufalme wa mbinguni, kuna funguo za kiubarozi, kuna funguo za kikata, za kitarafa. Ufunguo wa kifalme ni maana yake ni ufunguo wa umiliki. Ufunguo wa umiliki maana yake hata kama adui kuna mahali amefungia vitu vyako, wewe unao ufunguo. Ukimfunga gerezani mtu aliye na ufunguo, utashangaa ametoka, ni kama hujafanya kitu. Wakamfunga Paulo na Sila kwenye gereza, lakini wasijue kwamba wanayemfunga anazo funguo. Alipokuwa gerezani, ufunguo alikuwa nao. Akaanza pambio, akaanza kuomba. Roho Bwana aliposhuka, tetemeko likatokea, milango ikafunguka, halafu vifungo vya wafungwa vyote vikalegea. Maana waliyemfunga ana Roho Mtakatifu. Biblia inasema Paulo akijaa Roho akamwambia yule mjakazi, ewe pepo la uaguzi ondoke ndani ya mtu huyu. Akijaa Roho Mtakatifu akakemea. Ukiwa na Roho Mtakatifu una uwezo wa kufunga, una uwezo wa kufungua, asiwepo wa kufanya kinyume na ulivyosema. Nguvu ya pekee sana. Tamani kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ili uwe na uwezo huo. Kwa sababu inawezekana kuna tabia inaendelea katikati ya familia, lakini nani aifunge? Nani aizuie? Kuna watu wamefungwa wako gerezani, kwenye gereza la ulevi, kwenye mashimo. Biblia inasema Isaya 42:16, sikilizeni, nani aliye kipofu? Nani aliye kiziwi kama mjumbe wangu? Anaona mambo lakini haelewi, hayatii na kuzingatia. Lakini watu hawa wameibiwa, wako magerezani, wamefungwa, wako mashimoni, hakuna semaye rudisha. Leo wewe mmoja wao wanaosema rudisha, wewe leo uviko uwezo ili kwenda kuwafungulia walio gerezani. Utawafunguliaje ikiwa hauna funguo? Pokea leo funguo. Roho Mtakatifu ni ufunguo. Ukiwa naye utaenda kuwafungulia waliofungwa. Maana Roho Bwana akiwa juu yako utatangaza uhuru wa mateka, wala asiwepo wa kupinga. Maana Roho atakuwa anafanya kazi. Ukimpokea Roho Mtakatifu, mambo mengi utayafungulia kwenu. Gideoni anaambia ondoka kwa uwezo ulionao. Wewe ndio utakayeokoa ndugu zako. Ondoka kwa uwezo. Usiseme mimi ni maskini. Usiseme mimi ni mdogo. Usiseme sisi kabila letu. Usiseme nimeokoka karibuni. Usiseme mimi ni mchanga. Maadamu umejaa, wewe ni shujaa. Tusimame. Ni wakati mzuri wa kutafakari vizuri. Leo ni siku ya kujaa. Hata kama uliwahi kujaa, ni wakati wa kukanyaga mafuta, kuongeza mafuta. Inawezekana maji yako kwenye viwingo vya miguu. Inawezekana wengine Roho Mtakatifu maji yako kwenye viuno, wengine yako kwenye kifua. Lakini kuna watu maji yasiyovukika ambayo huwezi hata kusema ni maji ya kuogelea. Sio maji Roho Mtakatifu yuko kwenye viwingo vya miguu. Huyo hawezi kuwa tishio.
Roho Mtakatifu anayeweza kuwa tishio ni yule mtu aliyefurika, aliyejaa maji yasiyovukika. Ndipo utayaona yale matokeo, nguvu utaiona ya ajabu. Utaona jinsi ambavyo Bwana kufanya kwa jambo kipya, na ndivyo utakavyoona uwezo wa kufungua mambo. Na leo utaanza kuona mambo yanafunguka. Na ndio maana mtu yule ambaye nyumbani kwao kulikuwa na ugomvi hawaelewani, wala hakuna atakayezuia ile hali, alipojaa Roho Mtakatifu akaanza kunena kwa lugha, akajichimbia chumbani mwake akaomba. Alipomaliza maombi, amani kwenye familia imetokea. Maana yake kifungo kilichokuwa kimewafunga kimeondoka. Inua mikono yako juu. Tamani Roho Bwana kuwa juu yako. Tamani Roho Bwana kuwa juu yako. Mtu akiwa amejiandaa kujaa, huwa anajaa bila hata kutumia nguvu kubwa. Inawezekana hata nisifike kukuwekea mkono, lakini ukashangaa umejaa. Inategemea tu umejiandaaje. Wale ambao hawajawahi kabisa kujaa ndio wanaweza kusonga mbele. Wale ambao ni hawajawahi kabisa kujaa wanaweza kusogea hapa mbele wakapanga mstari. Lakini wale tuliowahi kujaa, wewe ni kuamsha moto, ni kuruhusu Roho Mtakatifu. Ni siku ya kuogelea katika Roho Mtakatifu leo. Ni siku ya kububujika, ni siku ya kila mtu kujipa nafasi. Kwa wale ambao hawajawahi kabisa kujazwa, wao ni mashahidi, wanaweza wakaja hapa. Wale ambao hawajawahi kabisa kujaa wanaweza kupanga mstari. Na kama Roho Bwana atakuja ndani yako, kuna vifungo vingine vinaondoka leo. Maana utakuwa umebeba ufunguo, kwa hiyo hakuna kifungo ambacho kitakuzuia. Wakati uko gerezani halafu kuna funguo nazo, hakuna kitakachokuzuia. Roho Bwana pokea sifa milele. 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 Maana unaweza Roho, maana unatosha. Pokea sifa milele. Roho Bwana 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 Yesu pokea sifa milele. Roho Bwana pokea sifa milele. Roho pokea sifa milele. Roho Bwana pokea sifa. Roho Bwana pokea sifa milele. Roho Bwana pokea sifa milele. Roho Bwana pokea sifa. Kila mtu kwa nafasi yake, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, usinyamaze, usinyamaze. Kila mtu ajiachilie mbele za Bwana. Roho Bwana shuke juu yako, usinyamaze, usiruhusu kunyamaza. Fungua kinywa, anza kuomba. Ukianza kuomba utaona Roho Bwana anashuka. Ulimi ukibadilika, tembea, ruhusu Roho Bwana. Ongea, fungua sauti yako, ongea kwa sauti, ongea kwa sauti. Omba kwa Roho Mtakatifu, omba, fungua sauti, omba, anza kuomba, anza kuomba katika jina la Yesu Kristo. Roho Bwana, ahadi yako ni ya kweli. Roho ameahidi kushuka. Roho anashuka, Roho anashuka, Roho anashuka. Kama upande simase, kama upande sibaye, ile maiti na manyakasi. Ahadi yako Yesu ni ya kweli. Achilia mafuta, achilia mafuta, achilia Roho yako. Mimi na uwezo wako Bwana, mimi na nguvu zako Bwana.
Rikorabosapa, Ramanarabosapa, Warisapa, Ramanarabosapa, pokea, kwa jina la Yesu pokea, Rimanarabosapa, Risarababa, Ramanarabosikapa, Rimanarabosapa, Ramanarabosapa, pokea Yesu, pokea, Rimanarabosapa, Inarabasapa, Rimanarabosapa, Rimanarabosapa, Oregosi kamu polisika, Rimanarabosapa, Rimanarabosika. Yesu achilia mafuta, achilia uweza, achilia nguvu. Ndio anapita, pokea Bwana, pokea uweza, pokea uviko uweza, Rimanarabosapa, Rabapapa, Yarabasapa, pokea, Rimanarabosapa, Oregosukamuponesika, Rimanarabosapa, pokea Achia Yesu, pokea uviko uweza, uviko nguvu, pokea, Rimanarabosapa, Yamanarabosapa, Yarabapapa, pokea uweza. Kwa jina la Yesu, nikaweza, pokea uweza, kwa jina la Yesu, pokea nguvu, pokea uweza, kwa jina la Yesu. Yesu achilia mafuta, achilia uweza, achilia nguvu, achilia uweza. Beba mpeleke nyuma kule, beba vizuri, kamata huyu, beba vizuri. Kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Bwana achilia mafuta yako, achilia uwezo wako, achilia nguvu yako katika jina la Yesu. Pokea uweza, pokea mamlaka, pokea uweza, Rimanarabosapa, pokea uweza, pokea nguvu, pokea uweza, nguvu, Rimanarabosapa, pokea uweza, pokea nguvu, pokea uweza, Rimanarabosapa. Yesu achilia mafuta, mimi na uweza wako, mimi na nguvu, pokea uweza, pokea nguvu, Rimanarabosapa, Inarabasapa. Yesu mimi na mafuta, Yesu mimi na uweza, Roho anashuka, pambia Bwana, pokea uweza, pokea nguvu ya Bwana, pokea uweza Bwana, pokea uweza, uviko uweza, Rimanarabosapa, Rabapapa Yababa. Yesu achilia mafuta yako katika jina la Yesu. Bwana mimina mafuta yako, mimina roho wako, mimina uweza, Rishaparababa, Yamanarabosapa, Oregosukamuponesika, Rimanarabosapa, Rabakaparababa. Yesu achilia mafuta, achilia uweza, pokea nguvu ya Bwana, pokea uweza Bwana, pokea nguvu ya Bwana, pokea uweza, Rimanarabosapa, Oregosukamuponesika, Rimanarabosapa, Yarabakapa. Yesu mimi na mafuta, Yesu mimi na uweza, achilia nguvu yako Bwana, mimi na uwepo wako, Rimanarabosapa, Yamanaraba, Rabakapa yabo, pokea uweza, pokea nguvu, pokea uweza, uviko uweza Bwana, Bwana kujaza
akujaze, Bwana akuvike uweza, Bwana akujaze. Pokea uweza, pokea uweza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana mimina mafuta. Yesu achilia uweza wako na nguvu yako. Pita katikati ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Roho anapita, Roho anapita kwa kila mmoja. Pita Roho Bwana, pita Roho Bwana, pita kwa kila mmoja. Pita, pita Roho Bwana, pita uwezo Bwana. Pokea nguvu ya Bwana, pokea nguvu ya Bwana. Pita uwezo Bwana, pita mamlaka ya Bwana kwa jina la Yesu. Pokea uwezo Bwana, viko uwezo, viko uwezo. Pokea nguvu ya Bwana, viko uwezo. Roho anatembea, Roho anapita, Roho anagusa watu hawa. Roho anapita, Roho anagusa, Roho anagusa. Gusa Roho Bwana, gusa Roho Bwana. Pita, pita kama polisi wale. Jadi ya mtoyo, Roho anapita. Achilia mafuta, mimi na uwezo wako, mimi na uwezo wako. Bwana achilia mafuta, achilia Roho, achilia Roho, achilia mafuta. Mimi na uwezo, mimi na nguvu. Kwa jina la Yesu, Roho anapita. Roho anajaa ndani yako, Roho anajaa ndani yako, Roho anajaa ndani yako, Roho anajaa juu yako. Pokea Roho, pokea Roho, pokea uwezo, pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea uwezo, pokea uwezo, pokea nguvu. Viko uwezo, viko uwezo. Bwana mimi na mafuta, Bwana mimi na uwezo. Roho anashuka, Roho anashuka. Shuka Roho Bwana, shuka Roho Bwana. Riba raba karaba, ya raba shapara baba. Hali, hali, hali. Nina raba baba si. Nana raba shapa, ya mana raba sikiti. Nina raba sapa, oh nina raba sapa. Nina raba sikiti, nina raba sapa. Hali kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho anashuka, Roho anashuka, Roho anashuka. Kila roho uiondoke, kila roho uiondoke, kila roho patie toke, kila roho uiondoke kwa jina la Yesu. Bwana mimi na uwezo wako katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu ya Bwana. Wewe Mungu unastahili. Jina lako limitwe na kuinuliwa. Pokea sifa Roho, pokea sifa Roho. Roho Bwana pokea sifa, Roho Bwana pokea sifa. Roho Bwana uimitiwe, Roho Bwana uinuliwe, Roho Bwana uimitiwe. Rimana robo shapa, rikona matapa, rimana robo shapa, rikapa tapa, rimana robo shaya, rimana robo shaya, rimana robo kapata, yamana robo sikitiramo, yamana shakara baba, yamaroko sikiti, amana robo shaya, rimana robo shapa, yarabatapa, irabatayamo, inarabakoyamo, irabasapaya, arabatayamo siki, orabatapayamo, rimana robo shaya, oriyawasu, yamana robo shapa, rabatapayamo, inarabasaka, rimana robo shaya, rimana robo shika. Ufanye kwa chombo kipya kali chenye meno cha kupulia. Uwezo wako Bwana wetu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu aliye hai, 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 katika jina la Yesu aliye hai. Endelea kunena, endelea kunena, endelea kunena, endelea kunena, endelea kujiweka mbele za Bwana. Mpe nafasi Roho Bwana, endelea kutamka usijizuie, endelea kutamka usijizuie, endelea kutamka kwa imani, endelea kutamka usikatishwe, endelea kutamka kwa imani, endelea kutamka kwa imani. Katika jina la Yesu jiachilie, jiachilie mbele za Bwana, endelea kutamka kwa imani,
endelea kutamka kwa imani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya Bwana, pokea nguvu ya Bwana, pokea nguvu ya Bwana. Ikupe uwezo wa kuendelea, ikupe uwezo wa kusonga mbele, ikupe uwezo wa kushinda dhambi, ikupe uwezo wa kushinda dhambi, ikupe na magonjwa katika jina la Yesu. Fungua kinywa unene, fungua kinywa utamke katika jina la Yesu. Bwana akupe uwezo, Bwana akupe uwezo katika jina la Yesu. Bwana akupe uweza, Bwana akupe uweza. Roho Mtakatifu, wape uweza watu wako. Jehova Shalamu, wape nguvu watu wako, wape nguvu watu wako katika jina la Yesu. Geuza mioyo yao katika jina la Yesu. Wape nguvu tena, El Shaddai Baba, wape